Wakazi wa Ubungo Maziwa na Ubungo Darajani jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuwalipa fidia za nyumba 230 walizokwisha fanywa tathmini tangu mwaka 2013 ili kupisha eneo la shirika la umeme TANESCO kwa ajili ya matumizi mengine. Tupate taarifa zaidi. Hapa kuna barua mbili tofauti. Barua ya kwanza, TANESCO alituandikia ya kutuarifu kwamba tutalipwa fidia zetu baada ya bajeti ya mwaka 2015 mpaka 16. Ni mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji wa fidia kwa wakazi wa Ubungo Maziwa na Ubungo Darajani, Bwana Rafael Manoko, akionyesha barua zilizotolewa na shirika la umeme TANESCO na Wizara ya Nishati na Madini ambazo zinakingana. Katika mkutano wa wakazi wa Ubungo Darajani na Ubungo Maziwa, wakizungumza kwa nyakati tofauti na kila mmoja akiomba serikali kutupia jicho ili wananchi wa maeneo hayo waweze kujua hatima ya maisha yao kwa kile wanachodai ni pamoja na kusimamisha ujenzi wowote katika nyumba zao. Tatizo ni kwamba kwa kila tunapoletewa taarifa ni kwamba tutalipwa. Sasa leo inakuja tena taarifa nyinginewe kwamba haijatengwa. Hivi taarifa zile za mwanzo zilikuwa wanaleta kila siku utakutana, ahadi ni hiyo hiyo. Kila siku tunakutana, ahadi ni hiyo hiyo. Mimi naomba kamati, viongozi wa kamati wachagua. Wanatoa ripoti safi tu ya kuridhisha la line. Sasa kama ikishirikana, wakila ikishirikana, watupe fidia. Sasa kama hamna fidia, basi tuendelee kukaa hapa moja kwa moja. Walishatuambia ikifika miezi 6 kama mkulima na wasimu mdai nani. Sasa hali inazidi wanaongeza shida zaidi, pamoja na kwamba tunalipwa tunasubiri, lakini kule tena ndio imezidi, wameongeza ile bomba la gesi. Inapita karibu kabisa, na ingekuwa kama mmeenda pale mkapiga picha mtaona wenyewe. Bomba limepita pale. Huku limepita huku, kule limekata vile, alafu likaja hivi. Sisi tuko kati kama kwenye kitungu. Sasa wewe unatuambiaje kwa hilo? Na wewe umeniambia TANESCO analipa leo, barua hii hapa inasema sisi hatulipi. Manoko amesema pamoja na ufuatiliaji wa swala hilo katika ngazi zote kwa kushirikiana na uongozi wa mtaa huo, ameiomba serikali kufanya juhudi za makusudi ili wananchi wa maeneo hayo waweze kuondokana na adha zinazowakabili. Toka tumefanya tathmini mpaka leo, wananchi wa maeneo hayo hawaendelezi nyumba zao. Nyumba zao zinabomoka, hawapati wapangaji, hawalipi kodi za majengo kwa sababu waliambiwa wasilipe kodi za majengo kwa sababu wao wakati wote watahamishwa. Kwa mujibu wa wakazi wa maeneo hayo, sababu mbalimbali zinazopelekea kupisha maeneo hayo ni kuwa hatarishi kwa wananchi kuepuka madhara mbalimbali kama vile mionzi, milipuko ya nyaya na gesi iliyopita katika maeneo hayo. Kituo hiki kinaendelea na juhudi ya kutafuta mamlaka husika wa uongozi wa shirika la umeme TANESCO na Wizara ya Nishati na Madini ili kujua wanalizungumziaje swala hilo. Sofia Malaki, Mlimani TV, Elimu Kwanza.